Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele. Okay, hadithi inaanza kuwa nzito na kupamba moto zaidi, huku wahusika wakianza kugundua kuwa hatari walioihofia ilikuwa ni kubwa kuliko walivyoidhania. Baada ya kufikishwa katika ufalme wa Numenor, Galadriel anashangazwa na ukubwa na ustaarabu wa eneo hilo. Numenor ni ufalme wenye nguvu kubwa ya kijeshi na maendeleo makubwa, lakini pia umejaa siasa na chuki ya muda mrefu dhidi ya elves. Watu wengi wa Numenor kizimkazi hawaamini tena kuwa elves wana nia nzuri, jambo linalomfanya Galadriel aonekane kama mgeni asiyehitajika. Galadriel anajaribu kuwaonya viongozi wa Numenor kuhusu kurudi kwa Sauron, mwana Mpumalanga Msizwani, lakini wengi hawataki kusikia habari hizo. Wanahisi kuwa vita vya zamani vilimalizika zamani sana. Hata hivyo, Galadriel anaendelea kusisitiza kuwa South kwa Mpumalanga iko katika hatari kubwa na kwamba nguvu za giza zinaanza kujikusanya tena. Katika harakati zake anaanza kugundua kuwa kuna siri nyingi zimefichwa ndani ya maktaba ya historia ya Numenor kizimkazi, siri ambazo zinaweza kuelezea mipango ya Sauron kindibwi kile. Wakati huo huo, Halbrand anajaribu kuanza maisha mapya ndani ya kizimkazi. Anaonekana kutaka kukwepa vita na yaliyopita, lakini tabia yake inaonyesha kuwa ndani yake kuna hasira na uwezo mkubwa wa kupigana. Galadriel anaanza kuhisi kuwa Halbrand si mtu wa kawaida na huenda ana nafasi muhimu katika mustakabali wa South. Okay, katika Southland hali inazidi kuwa mbaya. Arundel One Man Army akiwa mateka anagundua kuwa viumbe waliomkamata wanachimba njia kubwa za chini ya ardhi. Kiongozi wao anaonekana kuwa na mpango mkubwa unaohusisha kugeuza eneo lote kuwa mahali pa giza. Arundel, jeshi la mtu mmoja, anaona mateso na hofu wanazopitia mateka wengine. Anaanza kuelewa kuwa maadui hawa wanafanya maandalizi ya vita kubwa. Kwa upande mwingine, G. Brown anajaribu kuwaunganisha wanakijiji ili wajitetee dhidi ya hatari inayokuja. Wengine wanaamua kukimbia, lakini wengine wanabaki kupigana. Hofu inaanza kutawala kila mahali, hasa baada ya kugundulika kuwa viumbe wa giza wanaongezeka kwa kasi. Theo, mtoto wa Brown, anaendelea kuficha upanga wa ajabu alioupata. Upanga huo unaonekana kuwa na nguvu ya giza na humvutia kila anapoukaribia. Kadri anavyoutumia ndivyo unavyoonekana kumshawishi zaidi. Hii inaanza kuonyesha jinsi nguvu za giza zinavyoweza kuharibu mtu taratibu bila yeye mwenyewe kutambua. Kwa upande wa Harfoots aka watu pori, safari yao inaendelea huku Nori Brandfoot akizidi kuunda urafiki wake na Stranger. Ingawa bado hawaelewi yeye ni nani hasa, The Stranger anaonyesha kuwa na uwezo mkubwa unaohusiana na asili na nguvu za ajabu. Wakati mwingine anaonekana mwenye huruma, lakini nyakati nyingine nguvu zake zinakuwa za kutisha kiasi cha kuwafanya wengine waogope kuwa huenda si mtu wa upande wa mema. Katika milima ya Dwarves aka watu wafupi, Elrond anaendelea kuimarisha urafiki wake na Prince Durin. Kupitia ushirikiano wao, Elrond anaanza kugundua kuwa Dwarves wamepata madini ya thamani kubwa sana yanayoweza kubadilisha nguvu za dunia nzima. Lakini siri hiyo inalindwa kwa nguvu zote, kwani wakijulikana inaweza kuleta tamaa kwa watu wengine, vita na maangamizi makubwa. Kadri episode inavyoendelea, mvutano unaongezeka kila upande. Numenor inaanza kugawanyika kisiasa, Southland inaanza kuzama gizani na nguvu za giza zinaendelea kuonekana kupitia The Stranger na upanga wa Theo. Hapa inaonyesha wazi kuwa kurudi kwa Sauron mwana Mpumalanga Msizwani hakutakuwa jambo la ghafla, bali ni mpango uliokuwa ukijengwa kwa siri na kwa muda mrefu sana. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment.